Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kwa waamini wote ndani ya jimbo letu la Geita, yahusu Padri William Ntengi. Mnamo tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2024, Padri William Ntengi alimwandikia Baba Mtakatifu Francisco barua yake binafsi rasmi akiomba kuondolewa katika daraja ya upadri, na kwa hali hiyo akiomba kusamehewa kutokana na vifungo vyote vinavyohusu daraja la upadri, ikiwemo kifungo cha useja. Baba Mtakatifu Francisco kupitia dikastero ya uinjilishaji amemwandikia barua binafsi Padri William Ntengi. Barua hiyo maalum ambayo inaitwa Rescript iliandikwa tarehe 26 Februari mwaka 2025, ikimtaarifu kwamba Baba Mtakatifu Francisco amekubali ombi lake na kumwondoa katika daraja ya upadri na vifungo vyote vinavyohusu sakramenti ya upadri, ikiwemo useja. Lakini sambamba na hilo akimtaarifu kwamba amepoteza hadhi ya ukrelo. Kumbe mtajwa hapo juu, ambaye alikuwa ni padri wa jimbo la Katoliki la Geita kwa upadrisho uliofanyika tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 2016 katika parokia Yohane Mtume Nyampande, ameachishwa upadri. Hivyo basi, kulingana na barua Baba Mtakatifu, Bwana William Ntengi alitaarifiwa na askofu wa jimbo la Geita tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2025 mbele ya makamu wa askofu na padri mwanasheria mmojawapo, Padri Kato, maamuzi hayo, na kwamba kutokana na uamuzi wa Baba Mtakatifu ambao ni kujibu ombi lake, Bwana Ntengi amepoteza hadhi ya uklero na hivyo si padri tena wa kanisa hili. Vifungo vyote alivyowekewa kwa sakramenti ya upadri, akiwa pia ameondolewa useja mtakatifu. Kwa hiyo ni baba ambaye anaweza katafuta mwenzi sasa akaishi naye. 3, Bwana Ntengi hatatakiwa tena kujihusisha kwa kutaka au kwa kuomba au kwa kushawishiwa au kwa kulazimisha na shughuli zozote za kipadri ndani ya kanisa Katoliki, ndani na nje ya jimbo la Geita. 4, kama muumini mlei, Bwana William Ntengi ana haki na wajibu kadiri ya sheria Katoliki, kanuni ya sheria za kanisa, chapa ya mwaka 2023, kuishi haki zote za waumini walei. Kama ataamua kuingia ndoa, ataingia kwa miongozo ya sheria ya kanisa. Kama taifa la Mungu, Baba Mtakatifu anatuomba na kutusihi sana tumwombee huyu ndugu yetu ili aweze kuishi vyema hali yake mpya ya maisha katika jumuiya ya waamini. Atuombee. Tumsifu Yesu Kristo.